Ninakusalimu mpendwa na karibu katika kipindi cha Kizima cha Uzima. Jina langu ni mchungaji Peter Mtwa kutoka katika kanisa la Kingdom Seekers Fellowship Thika Road. Ni furaha yangu kukuletea ujumbe huu wenye mada bwawa la damu. Wakati Yesu Kristo alipodungwa katika bavu zake pale Golgotha, damu yake ilimwagika yote, na baada ya kuisha kumwagika maji yakaanza kutoka. Ndiyo maana nimekuandalia ujumbe huu. Tutalisoma andiko letu kutoka katika kitabu cha Yohana 19 kuanzia aya yake 32 kuendelea hadi aya yake 34. Maandiko inasema, basi askari wakaenda wakamvunja miguu ya wa kwanza na wa pili aliyesulubiwa pamoja naye. Lakini walipomjia Yesu na kuona ya kuwa amekwisha kufa, hawakumvunja miguu. Aya yake 34 Biblia inasema ya kwamba, lakini askari mmoja wapo alipochomwa alimchoma ubavu kwa mkuki, na mara ikatoka damu na maji. Mpendwa msikilizaji wangu, ninapokuletea ujumbe huu, naelewa ya kwamba tu katika msimu ambao, ama tumetoka katika msimu ambao tumekuwa tukisherehekea neema na pia kipawa cha Mungu ambacho Mungu alipeana katika ulimwengu. Na ni furaha yangu kutamani tukaweza kuyafahamu mambo machache kutokana na yale ambayo yaliweza tukia wakati ule. Biblia inasema wakati walipomsulubisha Yesu, maandiko inatuonyesha alisulubishwa kati ya wezi wawili. Na ilifika wakati walipomsulubisha Yesu wakaamua kwenda kuwavunja miguu. Maandiko inasema ya kwamba wakamvunja wa kwanza na wakamvunja wa pili. Biblia inasema baadaye wakamwendea Yesu. Na maandiko inasema ya kwamba wakati walipomwendea Yesu wakapata amekata roho. Maandiko inasema ya kwamba mmoja wapo ya wale akida ambao waliokuwa mahala pale akautoa mkuki wake akamdunga Bwana wetu Yesu Kristo. Pale ndipo maandiko inasema ya kwamba mahali ambapo walimdunga, damu na maji zikamtoka. Kuna umaana mkubwa ambao nataka nikaweza kukuletea asubuhi ya leo, mtumishi wa Bwana. Na wakati tunasoma katika kitabu cha Yohana sura yake 5, bado inaongea kuhusu hili bwawa. Manake tunaona maeneo ambayo maandiko imeyataja yalikuwa na watu, ama bwawa ambalo lilikuwa na watu waliokuwa na udhaifu mwingi. Na maandiko inasema ya kwamba walikaa kwa wakati fulani, kama mmoja wapo ametajwa mahala pale, ambaye kwa wakati fulani aliishi akingoja malaika akuje akoroge maji. Na maandiko inasema ya kwamba wakati fulani malaika angekuja angekoroga maji, na yeyote aliyekuwa wa kwanza angeingia kwenye kile kizima angepokea uponyaji wake. Na kukawa na mwanaume mmoja aliyekaa kwenye kile kizima kwa muda mrefu, miaka takriban 38, akingoja malaika aje akoroge maji. Na maandiko inasema ya kwamba tangia wakati Yesu alipokuja na akaelewa ya kwamba huyu mwanaume alikuwa amekaa mahala pale kwa muda mrefu. Labda tu pia nishikanishe ujumbe huu na neno ambalo lipo katika kitabu cha Nehemia sura yake 3 kuanzia aya ya 1, ambapo imetaja malango haya ambayo na pia ni malango yaliyokuwa na bawa. Nehemia anataja na kusema ya kwamba kuna malango ama kuna bwawa ambalo lilitengenezwa na kuhani pamoja na ndugu yake. Na ninaposhikanisha ujumbe huu, naweza nikataja kulingana na wasomi wa Biblia, ambapo huwa wanatafsiri na kusema ya kwamba hili bawa kulingana na wakati ule lilikuwa linatumika kutakaza kondoo kabla hawajapelekwa kwa kuhani ili kwamba watwaliwe dhabihu. Na pia kulingana na wasomi wa Biblia huwa wanasema ya kwamba lile bawa lilikuwa linatumika
Wakati kuhani angetoa kafara yule mwana kondoo, angeachilia damu itiririke ikielekea tena kwa lile bawa. Na niseme hivyo, mtumishi wa Bwana, wakati Yesu alipodungwa na mkuki, kama jinsi ambavyo tumesoma katika kitabu cha Yohana sura yake 19 aya yake 34, ambapo inaongea kuhusu damu iliyomtoka. Maandiko inanionyesha ya kwamba alitokwa na damu na maji. Mpendwa msikilizaji wangu, na wale waliokuwa pale kwenye kile kidibwi hawakuelewa ya kwamba walikuwa wanangoja ama kidibwi hiki kilikuwa kimebeba ishara ya damu, ishara ya maji ambayo yaliyomtoka Kristo. Na mpendwa msikilizaji wangu, niseme moja wapo ya kile ambacho huwa kinafanya ama kinatutwalia uponyaji na ushindi katika maisha yetu, naweza nikasema ni damu ya Yesu. Manake Biblia inasema katika kitabu cha Ufunuo sura yake 12 aya yake ya 11 ya kwamba walimshinda mustaki, mojawapo ni kupitia damu ya mwana kondoo. Na niseme asubuhi ya leo, manake tumekuwa katika kipindi cha kusherehekea kifo na kufufuka kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Umaana wa majira haya ama umaana wa majira ambayo tumepita ni wakati kidibwi ama kidibwi cha damu kinapofanya kazi katika maisha yako. Kama uko mahala pale na wewe unapitia udhaifu ama unapitia magonjwa, kidibwi cha damu kikaweza kukutwalia utakazo, kikaweza kukuondolea magonjwa, kikaweza kukutwalia uponyaji katika jina la Yesu. Na ndio manake wakati ninapoongea kuhusu kidibwi hiki cha damu, ni wakati umaana ule wa kipindi hiki unapofanya kazi katika maisha yako. Ni furaha yangu msikilizaji wangu, na haswa kwa majira kama haya, wakati umaana wa majira haya unapofanya kazi maishani mwako katika jina la Yesu Kristo. Niseme ya kwamba wakati ninapoongea kuhusu kidibwi cha damu ama bawa la damu, maandiko inasema ya kwamba damu ya Yesu hunena mema katika maisha yetu kushinda iliyomwagika ya Abeli. Manake damu ya Yesu inasimamia agano la kiungu, lakini nayo damu ya Abeli inasimamia agano la kimwanadamu. Na tunapokea utakazo na agano la kiungu hutiwa muhuri kupitia damu. Na ndiyo manake Yesu wakati alipomwaga ile damu na maji yalipomtoka, ni umaana, ni kuhuishwa. Tulihuishwa tukiwa wanadamu, tupokee nguvu mpya. Na ndiyo manake asubuhi ya leo, Jumapili ya leo, ninatangaza si damu ya Yesu inayonena mema juu ya maisha yetu kushinda iliyomwagika ya Abeli, ikaweza kufanya kazi katika maisha yako, ikaweza kukutetea, ikakutwalia utakazo katika jina la Yesu Kristo. Ndiyo manake mpendwa msikilizaji wangu, huwa tunaitia damu wakati tunapoitia inatutwalia utakazo. Wakati huyu mtu aliyekuwa na mekaa kwa muda wa miaka 38 pale kwenye kidibwi, hakujua miaka hiyo yote wale walioingia mahala pale hakuelewa kidibwi kilikuwa kina umaana wa mwili wa Kristo, na umaana huu wa mwili wa Kristo ni kanisa. Mpendwa msikilizaji wangu asubuhi ya leo, umaana wa damu utakuwa dhahiri maishani mwako, utafanya kazi maishani mwako, utatwalia maisha yako utakazo katika jina la Yesu Kristo. Utapokea mwanzo mpya, agano la kiungu katika maisha yako litahuishwa, na maisha yako
haitabaki vile tena katika jina la Yesu. Ushindi unaupokea, hata kupenya katika kiwango kingine, kuingishwa katika kiwango kingine kupitia damu ya utakazo. Maisha yako inapokea utakazo katika jina la Yesu. Wacha na tuombe. Baba, katika jina la Yesu, nashukuru kwa sababu ya wakati huu, hata msimu ambao tumetoka, na asubuhi ya leo tunaamini ya kwamba umaana wa damu ya Yesu utaweza kuwa dhahiri katika maisha yetu, na utaweza kutwalia mtu fulani utakazo, utaweza kumtwalia msikilizaji wangu utakazo katika jina la Yesu Kristo. Na pia muhuri katika agano la kiungu ambalo Kristo aliweza kukuja na ili kwamba aulitwalie nguvu kupitia damu aliyoimwaga katika jina la Yesu Kristo. Kile ambacho Bwana tunaomba asubuhi ya leo ni kwamba tusicheleweshwe na tusikawie kwa muda mrefu pasipo agano la kiungu, agano lako Bwana wetu Yesu Kristo kutiwa muhuri, kuwekwa wakfu katika jina la Yesu Kristo. Ni kwa sababu kupitia damu agano linawekwa wakfu, na tunapokea uhuisho, tunapokea mwanzo mpya katika jina la Yesu Kristo. Na kushukuru na kuabudu na kuheshimu kwa sababu ya wema na fadhili zako, katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu ninaomba na hata kuamini. Amen. Kijito cha utakaso ni damu ya Yesu. Bwana ana uwezo kunipa wokovu. Na huo ndio wimbo Kijito cha Utakazo, ambao unatukumbusha kwamba hii ni damu ya Yesu inaweza mambo. Ni wimbo ambao unatufikisha mwisho wa kipindi cha Kisima cha Uzima. Mimi ni mchungaji Peter Mtwa kutoka katika kanisa la Kingdom Seekers Thika Road. Ni ombi langu asubuhi ya leo kwamba damu ya Yesu itakuwezesha kwa kila jambo maishani mwako, msikilizaji wangu. Mungu akubariki sana na uwe na wakati mwema katika jina la Yesu.